purposed to visit our land. And let me say that the Meru people are very loyal people. They are waiting for you, and they have expectations. And we believe that we will have a good time together as we represent them and as you articulate issues concerning our people. Thank you so much, and we wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you very much. You're all welcome. Thank you. So we will take questions, maybe the first round, then maybe we will have follow-up questions thereafter. Jamlik? Okay, tuanzie na mwalimu. Yes. Asante sana baba. Kwa mara ya pili naitwa Mwalimu Mawira Mtoto Mwari kutoka Meru FM. Swali langu la kwanza linahusiana na kilimo. Tunajua kilimo ni uti wa mgongo wa nchi yetu na hasa jamii ya Wameru. Na tumekuona ukizungumzia mengi kuhusiana na uchumi, hasa utakapochukua hatamu za uongozi. Tunajua kilimo chetu cha miraa kimeathirika sana sababu ya soko lililofungwa kule Somalia, masoko yaliyofungwa kule Ugaibuni, na tunaona matumaini ya kufunguka kwa soko la Somalia yanadidimia. Sijui una mpango upi wa kufufua uchumi ule wa kilimo cha miraa? Na vile vile tumeshuhudia kupitia Wizara ya Kilimo wakati huu ikiongozwa na Peter Munya mabadiliko mengi ambayo yanafanyika katika sekta ya kahawa na majani chai. Sijui una hakikisho lipi kwa mkulima yule kwamba mabadiliko haya yataendelea utakapochukua hatamu za uongozi, na hasa ili tupate kwamba mkulima anapata malipo yanayoambatana na jasho lake. Shukrani sana. Vile nimesema mmekaribishwa hapa naitwa the cockpit. Unaweza kuona ndege kila mahali hapa. Hata hizo nini. So welcome to the cockpit. Thank you. Ndio kwanza mimi nataka kuchukua fursa hii kuanza kusalimu wananchi wote wa eneo la Mlima Kenya wa Mashariki. Yaani Ameru, Embu na Tharaka na Mbere kwa jumla. Niko na marafiki wengi sana eneo hizo. Na vile mnavyojua mimi nimetembea eneo hiyo kwa muda mrefu sana. Wakati mimi nilikuwa waziri mkuu, sio waziri mkuu, waziri wa barabara na ujenzi, katibu wangu alikuwa Engineer Mongera. Na tumepanga kufanya mpango ya maendeleo katika eneo hiyo. Najua kilimo ni muhimu sana kwa uchumi wa watu wa Mlima Kenya Mashariki. Na watu ambao wanafanya jitihada sana. Vile nimesema wameguza mimea kama majani chai, kahawa, nimejua hata avocado. Sasa imeingia katika eneo hiyo. Viazi, mimi nimesema kila mara napenda sana viazi ya Meru. Na mambo mengi za kiuchumi. Umetataja vile vile yale mabadiliko ambayo yameletwa pale na waziri Munya. Mimi nasema wakulima kwa muda mrefu walikuwa na shida mingi sana. Hasa wakulima wa majani chai na kahawa. Mimi mwenyewe nimeketi chini na waziri Munya pamoja na Rais Uhuru Kenyatta na kumweleza yale mabadiliko yanatakikana. Manake wakulima walikuwa wanafinya na mabonyenye wale ambao wanaweza kuita cartels katika hiyo sekta ya majani chai na hata kahawa. Kwa hivyo mimi nashukuru sana
yale mabadiliko ambayo imeletwa hapo, mimi nafikiri wanaendelea kusaidia wakulima. Nimesema hata juzi nilipokuwa huko upande wa Eldoret, ati kawaida ulimwengu mzima serikali zinasaidia wakulima kwa upande ya subsidies. Manake chakula ni muhimu sana kwa taifa, na usalama ya chakula, yani food security, is a primary responsibility ya serikali. Kwa hivyo mimi nashukuru yale yaendelea, na tutazidi kuona kama mabadiliko yamefanyika ili wakulima waweze kunufaika. Kwa upande ya miraa, mimi mwenyewe nimejaribu sana, nimejua hata peleka petition kwa serikali ya Uingereza wakati walipopiga miraa marufuku huko. Tumejaribu sana na bado hatujakufa moyo. Manake hakujatokea thibitisho ya kisayansi ambayo inaonyesha kwamba miraa inaathiri maisha ya binadamu. Nafikiri hii ni uzushi, ni uvumi tu ambayo imeletwa huko ili kupiga miraa marufuku. Kwa hiyo bado tutazidi, hatutakufa moyo kubisha mlango huko. Na sasa ukiwacha hiyo soko hii ya karibu ya Somalia, tumekuwa na tatizo na Somalia za kisiasa, na sasa hiyo ya kisiasa inaingiza ile ya kiuchumi. Ndio hiyo imekuwa iko wanafungua, wamefunga, wanafungua, wamefunga. Hiyo wakulima wanapata shida mingi sana. Mimi nitazidi kuongea na serikali ya Somalia ili na kurejesha uhusiano mzuri ili wafungue sisi soko yao ya miraa. Vile iko Somaliland kule juu, mimi niko na uhusiano mzuri sana na wao. Wao wako tayari kununua kutoka kwetu. Shida imekuwa ni Somalia imekataa kupeana ndege zetu ruhusa ya kupita na miraa ya kuelekea Somaliland. Na Ethiopia haitusaidii, manake Ethiopia vile kuna miraa ambayo wanauza huko. Mimi nitatumia mbinu kuhakikisha kwamba miraa yetu inafika huko Somaliland. Na nchi zingine kama Yemen iko soko huko kubwa sana ya miraa. Vile nitaongea vile nilisema juzi na Rais Tshisekedi wa DRC kuturuhusu sisi tuweze kuuza miraa zetu huko Congo Republic. Okay? Na jirani wetu hapa chini Tanzania. Tukiweza kufungua hizo soko, nafikiri tutaweza kuwa sasa na alternatives ya miraa, na hiyo italeta faida kwa wakulima wa miraa katika taifa letu. Okay, asante sana. Kama vile umeambiwa, naitwa Jamrick Mongera na mimi ni Amugu FM, nimetoka Meru, na tumefanya kazi na wewe nikiwa elected councillor hapo Nkobo na NDP 1997 to 2002 hapo. Na wakati tulikutana na viongozi wa Mount Kenya hapa Safari Park, kuna vile walisema Raila si hata alikuwa mbaya sana, ni wao walitukupaka matope ndio usije ukashinda Kibaki na Rais Uhuru Kenyatta kwa wakati huo. So swali langu ni je, umewasamehe ama bado unajua kuna maadui walikupaka matope? Na kama umewasamehe, kuna fununu ya kwamba unaweza chukua mmoja wao akiwa ya deputy. Kama kunaye unachukua upande wa Mount Kenya gani, ni Central ama ni Mount Kenya East mahali unaenda leo? Na kama kunaye ni nani? Mimi ningependa kusema siasa ni siasa. Wengine watu wanapigana, wanazozana zaidi, baadaye wanarudi wanapatiana. Nataka kupatia mfano.
Nyayo waliniweka mimi kizuizini mara 3 na kwa jumla ya karibu miaka 9, lakini nilirudi nikasamehe Nyayo na tukaendelea na yeye pamoja. Maana ilikuwa tunaona Kenya, tulikuwa tunataka kuleta mabadiliko ya kikatiba, na ilikuwa haiwezekani bila kushauriana na serikali. Pinzani peke yake ilikuwa haiwezi kuleta mabadiliko ya katiba, serikali peke yake ilikuwa haiwezi. Hili lilikosekana ni mtu ambaye alikuwa hapo katikati, ambaye anaweza kuleta serikali na pinzani pamoja. Mimi nilikubali kufanya hiyo. Hiyo ndio sababu mimi niliongea na Nyayo na tukasameheana. Nikamwambia yeye yaliyopita si ndwele, yaliyobaki muhimu zaidi ni yajayo, na Kenya ni muhimu zaidi kushinda sisi zote. Hata ukikuja hapo mbele, tumekuja kama upinzani, tulikuwa hatuwezi kuelewana nani awachie nani ili ndio tuweze kushinda kama upinzani. Na mimi nikafika wakati, na kama wengine walikuwa hawataki kuacha, niliona kwamba kumbe tukwenda tena kwa uchaguzi kama tumesambaratika. Na mimi nikasema Kibaki tosha, na nikaunganisha wapinzani yote pamoja nyuma ya Mheshimiwa Kibaki, na tukashinda, ikatuwezesha sisi kufanya zile reforms. Ilipokuja mambo ya katiba, tulitofautiana kwa katiba, na ile kitu ambayo ilileta utata ilikuwa ni ile fungu ya ugatuzi. Wale group ambayo walikuwa mazingira Rais Kibaki walikuwa hawataki ugatuzi. They did not want devolution. Walikuwa wako sawa na hiyo serikali ambayo walikuwa inaendeshwa ya Nairobi. Tena vile walikuwa hawataki kusambaza utawala, atiletwe papa, waziri mkuu, naibu wake na kadhalika. Hiyo ni sababu wakapinga. Walipopinga wakaenda mahakamani, mahakama ikazuia ile tume ya Professor Jasper Gai kupeleka hiyo katiba kwa bunge. Wakapeleka Kilifi, wakabadilisha, kisha baadaye wakaleta kwa bunge. Walipokuja sasa kwa kura ya maoni, kukawa na chungwa na ndizi, na sisi kama chungwa tulipinga. Hiyo ndio ile tofauti kati yangu na Kibaki. Yeye alikuwa ndizi, mimi nilikuwa na kiongozi wa chungwa. Na tuliposhinda wa chungwa, sasa Rais Kibaki akavunja baraza ya mawaziri, na alipoiunda tena, sisi tulikuwa tumepelekwa nyumbani. Hiyo ndio sababu tulipingana katika uchaguzi wa 2007. Na sasa hapo ndio hii tofauti yangu na Mlima ilianza hapo. Maana sasa tulipingana na Kibaki, na Kibaki ilikuwa anaunga mkono sana na Mlima, hasa Mlima ya Mashariki, kwa sababu yale ambayo alikuwa amefanya. Baada ya hayo sasa kukaja Uhuru, na Kibaki akawa yeye anaunga mkono Uhuru sababu ya mambo ya Hague. Sasa hiyo ndio imeleta hiyo tofauti yetu 2013 na 17. Na 17 mambo ilipoenda mrama, mahakama ikafutilia mbali uchaguzi kwa sababu ya yale uchafu ambao ulifanyika, na sisi tukasusia uchaguzi ile ambayo ilikuwa marudio. Baadaye sasa mambo yakaenda mrama, wao wakaenda huko Kasarani na sisi tukaenda Uhuru Park. Sasa ikawa nchi karibu sasa isambaratike.
Manake sasa tulikuwa tunaenda kuunda maserikali mbili tofauti. Mimi nilikuwa nakwenda kuunda baraza ya mawaziri yangu na ya Uhuru, na hiyo ingelepeleka Kenya Somalia, ile shida ambayo iko Somalia. Manake eneo zingine kwa nchi zingeanza kutengana, watu wangeanza kupigana. Hiyo ndio hatari ambayo watu wengi bado hawajaelewa, lakini wale ambao walikuwa wanaweza kukumbuka. Kulikuwa kuna maps ambayo zilikuwa zimechorwa, moja Republic of Kenya, moja the People's Republic of Kenya, kutenganisha Kenya na Kenya ingesambaratika. Hiyo ndio sababu tuliongea na Uhuru na tukafanya ile handshake kurudisha Kenya iwe kama kitu kimoja. Watu wengi hawawezi kukumbuka ile mambo ilianzia ya kususia makampuni kama Safaricom, kama Brookside, kama Bidco na kadhalika. Na yale maandamano yalikuwa yanafanyika hapa, wengi wamesahau yale yote. Sasa wakati hiyo sasa uhusiano ilizidi kuwa mbaya, lakini baada ya sisi kuongea na Uhuru tumekubaliana, tukasalimiana na tukasema Kenya ni muhimu kushinda sisi zote, vile nilifanya na Nyayo. Hiyo ilileta hiyo ghasia, ilimaliza hiyo ghasia na ikaleta rejesha amani katika taifa letu. Na sasa serikali ilikuwa inaweza kufanya kazi kwa njia ambayo inatakikana kwa amani. Kuna wengine ambao walipinga hiyo handshake, wanajulikana, wakaanza kutoa porojo mingi zaidi dhidi ya hiyo handshake. Lakini mimi sijazuia serikali kufanya kazi yake, na mimi siko ndani ya serikali, sina mawaziri au permanent secretary katika hiyo serikali ya Jubilee. Ingawaji wengine wamezidi kusema ati handshake ni maribu mambo. Mimi sielewi vile handshake maribu mambo. Mwingine ati BBI. Sioni vile BBI imezuia serikali kufanya kazi yake. Maana yake BBI tunaunda ile jopo kazi. Hiyo jopo kazi iko nafanya kazi yake kwa utaratibu bila kuzuia mtu. Walikuwa wanatembea tu kwa county, wanaongea na watu juu ya shida ambayo iko, mabadiliko wanataka. Hata hii kama mwandishi wa habari hamkusikia mambo hii ya jopo kazi kufanya kazi yake. Lakini wengine wanasema ati tumezoea nini big four agenda kuendelea. Sasa sisi tumefanya vizuri katika awamu ya kwanza, katika awamu ya pili BBI ilizuia. Mimi sioni vile BBI kuzuia mtu kufanya kazi. Hiyo ni porojo yote. Sasa vile umesema, mimi nimekuwa rafiki ya Mlima Kenya kwa jumla, upande ya magharibi, upande ya mashariki. Niko marafiki wengi sana, na tumekubaliana, tumeongea mambo mingi juu ya mambo ya maendeleo. Sasa sidhani kama kuna haja ya samaha, maana hii ilikuwa ni siasa tu. Sasa ile mnashindana mpaka onyeshe kwamba mpinzani yako ni mbaya na wewe na wenzako ni wazuri. Maana mimi mnajiuza kwa wananchi. Nilikuwa nataka kuzoea wananchi wasinipige kura. Lakini mimi najua wengine wanasema ati blood is thicker than water. Sasa wengine wanaweza kufanya namna hiyo. Wanasema ati patie umbwa jina mbaya ndio ukaue. Sasa mimi sina shida na Mlima Kenya. Yani walikuwa wanapiga nini, wanashangilia hii farasi, na mimi niko na farasi yangu pande hii. Sasa hiyo ni mashindano. Hii mashindano tu ya kisiasa.
hakuna wadui, hakuna chuki. Baada ya hiyo kwisha imalizika. Uhuru nilikuwa nashindana naye, na Uhuru ndio rafiki yangu sasa. Nilikuwa nashindana mara ile na Kibaki. Kumezile Kibaki na mimi tuko na uhusiano mzuri zaidi. Kwa hiyo yale yaliyopita, nasema vile wanasema atumaliopita si ndwele. Tunaganga yaliyomo ni yajayo. Vile sisi tutaunda serikali, tutakuwa pamoja katika hiyo serikali. Mimi nimesema sitaki wafuasi, nataka washirika. Tunaenda pamoja. Sio muhimu zaidi ati nani utaweka hapa. Unataka kuweka hiyo mtu peke yake, mtu mmoja hawezi kusaidia watu pande hii. Hata nikiweka Mmeru, nikiweka Mkikuyu, nikiweka Mkale, Mkamba, Mluhya nini, asaidie watu. Ili kitu muhimu zaidi ni ile ambayo itafanyika kwa hiyo watu wakati tuko kwa serikali. Sina shida kuweka mtu kutoka mlima kama naibu, lakini hiyo sio ndio serikali. Serikali ni vile tunaweza kufanya kazi kwa watu kwa jumla, ni muhimu zaidi. Unaweza kuweka mtu pale alafu asifanye kazi kwa wananchi, yeye yako pale na anaingia tu mambo yake ya kibinafsi. Kile muhimu zaidi ni sera ambayo tutaweka ya kuleta mabadiliko ambayo itaweza kusaidia mwananchi mdogo kwa jumla. Kwa hivyo sasa huwezi ukasema tutachukua mtu kutoka upande wa Mount Kenya East. Nimesema sina budi, mimi hakuna sina shida kuweka mtu kwa Mount Kenya East au Mount Kenya West au Kambani au ni sina budi mimi hiyo nimesema sio shida, hakuna shida. Kumekuwa na fununu na uvumi kwamba kumekuwa na mazungumzo na serikali kumwelezea waziri Munya. Sisikii vizuri. Nasema kwamba kumekuwa na uvumi na fununu kwamba serikali pamoja na mzungumzia waziri Munya waache lengo lake na madhamira ya kutaka kiti cha gavana kule Meru kuchaguza ambao unakuja. Tunajua kwamba waziri Munya pia mwenyewe amesema kwamba anataka atafanya kazi na chama cha ODM, chama cha PNU kufanya kazi na chama cha ODM. Pengine ungetokisha kama kuna jambo kama ile ambalo Mheshimiwa Munya ni rafiki yangu na Mheshimiwa Kiraitu Murungi vile ni rafiki yangu. Hawa ni watu wangu kabisa. Kiraitu tulikuwa naye pamoja Young Turks. Kwa tulikuwa tunapigana na Nyayo. Na yeye ameenda kizuizini Amerika kwa sababu alikuwa ni wakili wangu. Yeye na Gibson Kamau Kuria walikuwa mawakili yangu na Rengera. Munya tumekuwa naye kwa bunge ni kwa muda mrefu sana. Tuko marafiki vile vile kabisa na Munya. Na watu wawili ni watu ambao wanajua kuchapa kazi. Kiraitu anajua kufanya kazi vizuri sana. Tulikuwa naye kwa serikali, kwanza kwa waziri wa mambo ya sheria na baadaye alikuwa waziri wa nini? Iko nini? Energy. Sasa huyu nani amefanya kazi mzuri kila mahali alikuweko. Munya vile vile amefanya kazi mzuri sana. Ninavyoona sasa kama waziri wa kilimo ameleta reforms mingi katika wizara hiyo ambayo inasaidia wakulima. Niwaambia mimi sitaki wagombani. Serikali ni kubwa. Mmoja anaweza kuwa huko kama gavana, mmoja anakuwa katika serikali kuu. Maana serikali ni kubwa, hatutaki kuwacha hao moja
baki mbaya sasa ana chochote ya kufanya. Lakini sasa mimi naenda sasa, mimi ni geni wao kwa jumla. Mimi nataka ni urafiki, sitaki vita ya wenyewe kwa wenyewe, wakati tuko na shida mingi huko mbele, na tuna ile wale wapinzani ambao tunachuana nao. Okay, kwa jina naitwa Gituma Makadimu kutoka Meru FM. Nimesikia ukiongea kuhusu kupeana 6,000 kwa familia, na tukiangalia kuna vile wananchi wanaumia sana kwa sababu ya uchumi kwa sasa hivi. So kwa mipango yako unaweka vijana wapi, ama ni mpango gani uko nao kwa vijana? Na vile vile sasa kama hivyo unasema utapeana 6,000 kwa kila familia, hiyo itawezekana aje? Ni mpango gani ambao uko nao ili kuhakikisha umefanikisha hiyo? Kwanza nianze na vijana. Nimesema ati vijana ndio maua ya taifa. Vijana wana nguvu zaidi kushinda wazee, na akili yao bado inafanya kazi kwa njia ya kasi. Kwa hivyo tunataka kutumia vijana vizuri, manake vile ninavyojua 70% ya watu wa taifa letu wamo chini ya miaka 35. Hiyo inasema na wale ambao wako kati ya miaka 18 na 35 ni kama 30%. Hiyo ni kitu ambayo inaweza kusaidia taifa. Yaani vijana wanaweza kuwa vizuizi, au wanaweza kuwa ni unaweza kusema accelerator kwa kimombo ya maendeleo. Ikiwa kama hawajapewa ujuzi, hawajapewa mafunzo ya kutosha, wao wanakuja kuwa ni kama mzigo kwa taifa. Wengine wataanza kuwa wavuta bangi, wengine walevi, wengine wajambazi, wajangili. Lakini ikiwa kama wamepewa mafunzo ya kutosha, na wapewa fursa ya kushiriki kwa maendeleo, wao ndio watakuwa ni kama ile ni engine ya kuvuta taifa mbele. Na hiyo ndio nchi zingine kama Uchina, kama India, kama Vietnam, kama Korea, kama Malaysia wamefanya. Kuanzia unapatia vijana kuanzia huko nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu fursa sawa ya kupata mafunzo. Wakimaliza hiyo wanapewa fursa ya kufuata ile mafunzo ya kispeciali. Inaweza kuwa kwa upande ya ICT, inaweza kuwa kwa upande ya fundi zingine kama mechanic, kama electricians, kama plumbers, kama masons, kama carpentries na kadhalika. Sasa wakiwa wako wengi namna hiyo, wanatakikana wapewe mkopo, yani pesa ya kuwezesha wao kuanzisha makampuni yao. Sasa watafundishwa vile wanaweza kuanzisha makampuni, wawe na ujuzi, alafu wanaweza kuwa sasa waajiri badala ya kuwa waajiriwa, employers instead of become employees. Wanaweza iko na fund, hazina imewekwa pale, ambao wanakwenda kuchukua mikopo, na kampuni zao ikianza kunawiri baada ya kama miaka 7 bila tuliweka kwa BBI, wanaanza kulipa polepole. Hiyo imefanyika katika nchi zingine. Hiyo ni mfano ambayo inafanya kazi.
Kwa hivyo tumesema tutaona vile vijana watakuwa wanaendelea kuchangia kimaendeleo katika taifa letu. Upande ile mwingine umesema kitu gani? Umesema ya pili kuhusu 6,000 ambayo itakuwa inapeanwa kwa zile familia. Itawezekana aje? Hii inaitwa kwa kimombo Social Protection Fund. Hiyo inaletwa kwa mfumo ya Social Welfare Society, ambayo ukienda mfano iko katika nchi ya Scandinavia, Sweden, Denmark, Norway, alafu kuja Uingereza iko hiyo, hata Marekani. Yaani kuna watu ambao wanaweza kusema ni maskini au ni fukara. Fukara najua ni mtu wa chini zaidi, hana chochote, na sio kwa kupenda kwake, kwa sababu ya hali ya uchumi. Kuna watu ambao hawana ajira yote. Ukienda katika risabuni huku, wakati mwingine inakuwa mvua imekosekana, sasa watu hawana chakula. Hata wale ambao ni wafugaji, unakuta mfugo imekufa kwa sababu hakuna maji, hakuna mbuga ya kulisha hizo ng'ombe zao na mbuzi zao, zimeathirika. Wakati mwingine hapa sisi tunapelekanga ile chakula relief food kuwapatia watu. Saa ingine hiyo chakula haifiki, mtu akienda amepewa, anakwenda nakula siku moja mbili na hiyo imekwisha. Sasa ile tunafanya ni tunatoka kwa hiyo mambo ya relief food hiyo. Tunafanya yale sasa kitu tunasema hiyo Social Protection Fund, ambayo tunaweka na kila jamii, na tumefanya hesabu na wataalamu wetu, atinakuanga karibu jamii milioni 2 ambayo wanakuwa hawana chochote, hawana kazi. Watakuwa napata kila mwezi shilingi 6,000. Hiyo tumehesabu haifiki shilingi bilioni 150 kwa mwaka. Vile unavyojua katika taifa letu, huyu umesema ati kila mwaka tunapoteza shilingi milioni 700,000, 700 million shillings, ambayo inapotea kwa mambo ya ufisadi. Tukiziba hizo mianya ya ufisadi, pale ambayo hawa majambazi wanatoa naye pesa na kuweka kwa hazina yao wenyewe, tutakuwa na pesa ya kutosha ya kumudu hiyo mpango ya Social Protection Fund. Mimi nina hakika, manake mimi nishakuwa waziri mkuu wa taifa hii, tena najua pale ambayo kuna mianya ambazo zinavuja na tutaiziba. Kabla nipishe bongo hapa, kwa hili swala wapinzani wako wametamba nawe sana karibuni. Sema nini? Nasema kwamba wapinzani wako wametamba nawe sana kwa sababu hii swala la shilingi 6,000 kwa mwezi kwa vijana. Na wanalama kwamba unataka kupanda kasumba ya adults. Ya? Kasumba ya adults, kupea vijana adults. Sawa, ndipo wanaweza kusikia kama anasema. Na tunajua kwamba uchumi wa nchi kwa wakati huu unapiga magoti kwa economy, kwa sababu mambo ni mbaya sana. Kuna madeni kata wakala. Hili litawezekanaje? Unajua, historia inarudiwa kila mara kwa mara. Wakati tulikuwa nafanya kampeni mwaka wa 2002, wakati wa Kibaki tosha, unakumbuka Kibaki alipata ajali, mimi nikabaki kama chief campaigner ya urais, na wakati hiyo tulikuwa na NARC, na sisi tulisema tukishika hatamu ya utawala tutaleta elimu ya bure
free primary education. Wakati hiyo wale ambao walikuwa wanatupinga, ambao ilikuwa ni KANU, walikuwa wanasema hiyo ni ndoto. That is a dream. That is just a campaign gimmick. It is impossible. Tukasema wambia itawezekana. Na tuliposhika hatamu namna hii, tulipata uchumi ambayo ilikuwa imesambaratika. Tulikuwa na deni ya mingi zaidi wakati huo. Lakini tukasema na Kibaki ati hii ilikuwa ni ahadi. Na ahadi ni nini? Ni deni. Na kuanzia mwaka wa January, February 2003 tulianza free primary education. Watu walimejaa shule zilijaa. Mpaka kulikuwa hakuna madarasa ya wengine walikuwa nasoma kwenye chini ya mti. Lakini tukaanza kurogota pesa hapa na pale, na wafadhili wakaanza kusaidia free primary education. Na tuliyaweza. Sasa mimi naambia hao, tunarudia tena hapa. Hiyo sio handouts. Sio culture ya handouts. Inaambia inafanyika katika nchi zingine. Ni mfumo tofauti na yale ambayo wamezoea. Inaitwa social welfare society. Hiyo ndio sisi tunataka kuleta. Ile ambayo a caring society, ambayo hakuna mtu analala na njaa. Kuna haki ya kibinadamu 5 muhimu zaidi ambazo zimewekwa na Umoja wa Mataifa. The fundamental human rights. 5 fundamental human rights. Number 1, right to life. Haki ya uhai. Number 2, right to food. Haki ya kupata chakula. Number 3, right to shelter. Haki ya malazi. Number 4, right to education. Haki ya elimu. Number 5, right to health. Haki ya afya na matibabu ikiwa kama ni mgonjwa. Hazi inaitwa the fundamental human rights, ambayo inaonekana jamii yote wahifadhi na kuhakikisha kwamba inatendeka. Kwa hivyo sisi tunasema tutaona kwamba kila mtoto ambaye zaliwa katika taifa letu, au wazazi wana pesa hawana pesa, atapata fursa sawa ya elimu kutokea nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu. Pili, kila Mkenya akiwa mgonjwa, ana pesa au hana pesa, atapata matibabu sawa sawa. Wakati huu ni aibu kuona kama unakuta mtu ameandikiwa dawa na daktari, lakini hawezi kununua dawa, hana pesa. Pengine ndakuta kuna mgonjwa ameshikwa kwa hospitali sababu ya deni ya matibabu, na ameshikwa kule kama mabusu, na hiyo gharama inazidi kupanda, na wale jamii wake hawezi kulipa. Ingine ndakuta maiti imeshikwa kwa mshwari na hospitali, ati sio wanadai milioni ngapi ambayo mpaka ilipe waache maiti watu wakwenda kuzika. Hiyo ni aibu kubwa. Tutamaliza haya yote. Hatutaki kuona kama wale ambao wamefiwa, ambao wana hasira na huzuni, ndio tena sasa wanateswa na mahospitali. Hatutaki kuona kama hiyo. Tutakuwa na mbinu ya kumaliza mambo haya kama haya yote. Tutakuwa na universal healthcare program ambayo itasaidia watu wetu wote. Hakuna mtu ambaye atakuwa hawezi kwenda kupata matibabu kwa sababu ya ukosefu ya pesa. Ingine ni mambo ya malazi. Hii mambo ya affordable housing scheme tunaweza katika eneo za Kenya yote, ili kila mtu
anaweza kukua na nyumba sawa sawa vile ufanyika katika nchi ya Malaysia au kule Hong Kong, kule Singapore, hata Vietnam. Yote tutafanya. Tutahakikisha kwamba hizi fundamental human rights, haki ya kibinadamu 5 tunaitimiza. Umesikika ukisema kwamba issue kubwa ambayo ina affect nchi ni corruption. Ni corruption. Na wale yule mpinzani wako mkubwa, naibu wa rais, ameelezea kwamba wakati alikuwa anaunga mkono au kumtaja kama yeye ndio kitovu cha corruption, lakini sasa hivi ako ile sehemu nyingine unamtaja kama yeye ndio kitovu cha corruption. Je, ili ni kweli kwamba naibu wa rais ndio mwanzilishi kama ndio kitovu cha corruption katika taifa la Kenya? Sio mimi ndiye nimesema. Kwanza wacha hii mambo ya kusema ati alikuwa ananiunga mkono. Hii mambo ya watu kusema mimi nilikuwa naunga fulani mkono. Sasa wewe unasimama, kuna mwingine anawania kiti ya naibu wako, your running mate, is not helping you. He's also campaigning for that position of a deputy president. So he's therefore not saying that mimi nilisaidia fulani. Yeah, hata huyo jamaa wakati tulikuwa tuna campaign na yeye alikuwa anawania kiti ya waziri mkuu. Kwa hivyo yeye alikuwa ananisaidia, anajisaidia yeye mwenyewe. Kila mmoja pale ilikuwa anatarajia tukipata serikali watapata cheo cha waziri, waziri mkuu, naibu wa rais na kadhalika. Kwa hivyo tulikuwa team. Lakini mambo ya ufisadi sio Raila Nema au sio Uhuru amesema. Kuna watu wameenda hata mahakamani. Kwa hivyo yule bwana Mteshi ambaye alienda na mahakama akasema arudishiwe shamba yake, Raila ndiye alifanya hiyo. Mambo hiyo shamba ya pipeline ambayo ilienda mahakamani, Raila ndiye alifanya hiyo. Mambo yake yote, hata juzi ile mashine ambayo ziko zingine huko Laikipia, zingine huko sijui ya Burumbi, sijui ya nini, hizo zote zimeelezwa. Sio Raila ndiye anasema, na yeye bado hajajibu yale. Simona vile aliongea na bwana Matiang'i, sio Raila ndiye anasema. Lakini mimi kama wewe una mali ambayo huwezi ukafafanua upate namna gani tofauti ya yale ambayo uko naye ya mapato yako, ndio inaonyesha kama wewe ni mfisadi au sio mfisadi. Kama mimi napata shilingi 3 mshahara kila mwezi, na kila mwezi mimi natoa harambee 1,100,000, hiyo tofauti ndio mimi siwezi kueleza watu. Manake hiyo pesa hata Safaricom hawezi kutoa namna hiyo kila mwezi kwa faida yao. So sio Raila ndiye amesema. Kuna swali, kuna shuku, kuna shauku ambayo sasa mpaka wewe mwenyewe ueleze taifa. Ikiwa kama wewe una marafiki ambao wako nje wanakupatia wewe pesa, sema imetoka nje, imetoka hapa na pale, alafu hiyo hali ya wasiwasi itakwisha. Labda kwa hilo swala la naibu wa rais bado elewa ya kwamba katika Mlima Kenya hakuna wafuasi pia yeye. Na tunaelekea katika uchaguzi mkuu. Iwapo naibu wa rais atachaguliwa kama rais wa 5 wa nchi ya Kenya, je, uko tayari kuungana na yeye kuendeleza hili taifa? Mimi ni mtu wa demokrasia. Ikiwa kama Wakenya wameamua kumchagua yeye, mimi sina budi kumpinga. Mimi sina mpinga.
si atakuwa yeye amechaguliwa kidemokrasia na Wakenya, na vile Wakenya wanataka ndio wanapata. You get what you bargain for. Kwa mimi siwezi kukataa kama hiyo ndio matakwa ya wananchi wa Kenya. Nitamsalimu na nitasema tuendelea. Maana hiyo ndio uamuzi wa kidemokrasia ya wananchi wa Kenya. Baba, kama mama unavyoona kwa hii bench mimi tu ndiye mama peke yangu. Na nisipouliza swali kuhusu wa mama labda wanaweza hawatafurahia. Sijui una mpango gani kutuhusu sisi wa mama, haswa katika uongozi. Umetuelezea kwamba kuna sehemu nyingi ambazo labda viongozi wanaweza waka participate. Sijui wa mama umewapangia vipi katika uongozi. Sijui kama you can or would you consider a woman deputy president. Alafu pia sijui mpango kuhusu maternity. Wamama wengi wamekuwa wanapojifungua wanakaa tu miezi 3 for maternity. Sijui serikali yako kama mtaconsider ya kwamba waongezewe miezi ama waongezewe muda kidogo kukaa na watoto wao, kwa sababu wanarudi kazini kabla ya wale watoto kuwa wakubwa. Asante sana. Sijui kwa sababu gani huko tangulia mapema. Lakini wanasema ati better late than never. Mimi ni mmoja wao ambao nimejulikana kihistoria kujaribu kuinua kina mama. Na mimi nasema kina mama wanaweza. Kuna kesi ya kina mama, kesi ya vijana na kesi ya walemavu. Sasa nitamaliza na walemavu. Wakina mama wana nafasi kubwa ya kuchangia kimaendeleo kwa taifa. Vile unavyojua utamaduni wetu kama Afrika ilikuwa imeleta wakina mama katika kiwango ya chini. Na tunasema siku hizi hiyo ilikuwa ni kutoelewa. Manake hakuna taifa lolote ambayo inaweza kuendelea kimaendeleo ikiwa nusu ndio inafanya kazi fanyi kazi. Wamama mpaka wapewe fursa sawa na wanaume kuchangia kwa maendeleo kwa taifa letu. Kuanzia kwa upande elimu. Manake zamani tulipokuwa tunakuwa sisi akina mama walikuwa hawapeleki kwa shule. Wakati mimi nilikuwa kwa shule, darasa ambayo tulikuwa watoto 40, kulikuwa na wasichana 2 peke yake. Kwa idadi wasichana walikuwa wengi kushinda wanaume. Lakini kwa darasa wasichana 2. Darasa nyingine ambayo ilikuwa pale msichana mmoja. Namna hiyo hata shule za elimu za sekondari ya wasichana walikuwa kule kwetu ilikuwa ni moja peke yake, ni Buteri Girls. Hiyo Buteri Girls ziko Western. Kwanza yote mzima ndio ilikuwa ni secondary school peke yake kwa akina mama wasichana. Kwa hivyo tunasema historical marginalization of the women folk ambayo require affirmative action to rectify yale makosa ambayo yalifanyika wakati ile. Pili, wamama wakikuwa wakiolewa wanatoka pale ambao walikuwa wamelewa wanaenda kwa eneo zingine. Kwa upande ya uchaguzi yani alizaliwa katika constituency hii lakini amelewa katika constituency nyingine. Kule yeye sasa yeye ni mgeni huko. Akienda huko. Sasa anakwenda kushindana na mwanaume ambaye amezaliwa pale. Huyo mwanaume huyu
tulielewa pamoja. Huyu tulikuwa tunacheza naye tukiwa watoto. Huyu tulitahiri naye pamoja. Huyu ni mtani wangu. Huyu ni naitwa shangazi. Huyu ni baba. Huyu ni nyanya na kadhalika. Na huyu mama, wale ambao wale wa jamii wake ambaye ako nao namna hiyo, amewacha kule ambaye alizaliwa. Wale ambao walizaliwa naye, walilewa naye pamoja, wale ambao walikuwa nasoma nao, wale ambao mama yake au kina mama yake, wa baba na ndugu, wote amewacha kule. Ako hapa ugenini, anasimama hapa, anakuwa disadvantaged. Mwanaume ako na advantage kubwa dhidi yake. Ni sababu, lakini kama wewe mwanaume angetoka hapa, sasa wewe mwanamume hawezi kushindana na mwanamke mwingine upande hiyo. Manake sasa yeye ni mgeni upande hiyo vile vile. Kwa hivyo sasa unaona mwanamke akisema, anasema hii mama amekuja, hatuwezi kufunga mkono, nataka mwenzetu. Kwa hivyo affirmative action, hiyo ndio sababu mpaka tufanye affirmative action. Ukiunganisha pamoja na ile historical neglect na cultural attitudes ya watu wetu. Affirmative action ile mama waje juu. Katika BBI tulikuwa tumeweka hiyo. Lakini bahati mbaya BBI ilipelekwa likizo na mahakama. Sasa lakini sisi tutahakikisha kwamba wamama wamepewa fursa kwa upande ya viti katika County Assembly na National Assembly na Senate, na vile vile kwa upande ya ajira. Tuhakikisha kwamba ile 2/3 gender rule tumetimiza. Iwe ni baraza ya mawaziri, iwe ni mabalozi ambao wakilisha taifa katika nchi ya kigeni, iwe ni upande ya County Assembly, iwe ni kila mahali katika serikali. Tutahakikisha kwamba yale yanafanyika. Na hii sio mzaha. Hii ni ahadi. Baba, would you consider a woman deputy president? Niko hapa na ninaweza. Hakuna shida. Nimesema tu hakuna shida. Kama vile nimesema juu ya mambo ya Mlima Kenya Mashariki. Kama kuna mama ambaye anatosha, kwa sababu gani hatuwezi kuweka? Tutaweka tu. Hakuna ubaya. Sisi tuko open. Nataka kupatia kila mtu fursa ya kuhudumia taifa letu. Cha kwanza nimalize na mambo ya watu walemavu. Walemavu ni kama wakina mama. Vile vile hawajapewa fursa ya kuchangia kimaendeleo vile inatakikana. Na vile wao wanasema ati disability is not inability. Kwa hivyo sisi tunataka kuona kama walemavu wamepewa fursa sawa ya kufanya kazi kwa wananchi. Na hata mijengo ya kitaifa, mijengo yoyote mpaka ijengwe kwa njia ambayo walemavu wanaweza kupata nafasi ya kuingia bila shida. Disability friendly environment in terms of architecture na kadhalika. Na kufika pale ambayo wanaweza hata viti ziwe ambayo wanaweza kukaa bila shida yoyote. Hata wale ambaye hawezi kuona, wale ambaye hawezi kuongea na kadhalika, kuna njia ambayo wanaweza kuchangia kimaendeleo katika taifa letu. Na yale yote tutafanya.
Asante, naitwa Gaura Njogu kutoka Geto FM. Kumekuwa na tetesi sana katika eneo la Meru, Tharaka Nithi na Embu ya kwamba eneo la Mlima Kenya wakati wa kupiga kura watu wote wanakuwa kitu moja. Kura ishapigwa wanakuwa kitu moja. Kura ishapigwa Mlima Kenya unamea. Na kwa yule rais ako State House aone vizuri ile ngambo ingine ya Mount Kenya East. Kusema kweli hata sasa hii ukienda Meru kuna miradi kadhaa ilianzishiwa alafu ikakwama. Ni hakikisho gani iwapo Mwenyezi Mungu atakujalia wananchi wa Kenya wakukubali ukuwe rais wa 5 wa Kenya, ya kwamba ukiangalia eneo la Mlima Kenya utaliangalia kwa usawa, na ikiwezekana hiyo eneo imesaulika sana, Meru, Tharaka Nithi na Embu, ifanyie affirmative action, uongeze uzito kidogo pande hiyo. Na pili, kuna any specific plan uko nayo ya maendeleo sana sana Mount Kenya East? Sababu nimesikia umesema cha muhimu ni kazi. Kwa mipango yako kuna any specific, ile iko specific, najua kuna mpango kubwa ya Kenya nzima, kuna any specific to Mount Kenya East, Meru, Tharaka Nithi na Embu? Nashukuru. Kwanza wacha niseme ati hiyo mimi nimesikia mara mingi ati mlima inakuwa, lakini wakati wa uchaguzi mlima inateremka na baada ya uchaguzi mlima inamea. Nasema tu hiyo. Maana mimi hii serikali imekuwa Rais Mwai Kibaki, watu wa Mlima Kenya Mashariki walikuwa wamejaa, walikuwa ndio wanaendesha, walikuwa kwenye mstari ya mbele. Kwanza kwa upande wa watumishi wa umma, Bwana Mudhaura ndiye alikuwa mkubwa, na kuangalia mawaziri waliokuwa pale, tulikuwa na Kiraitu, tulikuwa na Munya, tulikuwa na permanent secretary wengi zaidi. Pande nyingine tulikuwa na Joe Nyaga kama waziri, tulikuwa na Bwana Njiru kama PS transport. Na ukija kwa upande maendeleo, miundo msingi, mimi nikiwa waziri wa barabara na ujenzi na permanent secretary yangu akiwa Bwana Mongera, ndio tulichora mpango ya barabara ya hiyo Meru yote na huko Tharaka Nithi na Embu. Nakumbuka nilipokuwa pale, hii barabara Meru Maua ilikuwa imekwisha ile yenyewe. Mimi nilileta rafiki yangu marehemu John Pombe Magufuli kuzindua ujenzi hiyo barabara. Ukienda Meru utaona sign zindua hiyo barabara ya kwenda Maua. Na mabarabara mingi ambayo zimetengenezwa pande ile wakati hiyo, ilikuwa wengine wakaja wakaendeleza mpango, lakini kuchora mpango tulichora wakati ile na Mongera. Na wakati hiyo ndio hata ile airstrip ya Embu ilijengwa. Tulikuwa tunataka ku revive hii airstrip ya Meru Mulika atuku nini, lakini ukaanzisha hii ya Isiolo. Maana yake Isiolo tulikuwa tumeweka kama hub ya development. Tulikuwa tunajenga hii barabara kutoka Kibwezi kupitia Kitui, Mwingi, inapita ile Uzweni, alafu inakuja Maua, alafu inakata inaenda Isiolo. Alafu reli inatoka Lamu inakuja hapo Isiolo. Sasa kwa tunasema tutajenga hiyo ni hiyo Isiolo airport, hiyo international airport. Na hata miraa inaweza sasa kusafirishwa kutoka hapo kupeleka kwa soko zingine huko Somalia, Arabuni na kadhalika.
Tuko na bwawa ile inaitwa Mtonga, Grand Fault Mtonga, ambayo imekwama, na hiyo itataka kuwa kubwa zaidi. Itaweza kutengeneza stima mpaka hata megawatts 1,000. Hiyo vile vile tulikuwa tunapeana kandarasi. Tulipotoka hiyo kaja imekatwa. Okay? Lakini sisi tutafungua eneo hii ya Mount Kenya East. Iko na potential kubwa sana. Miundo msingi, infrastructurally, tutazifungua kabisa. Unakuta ile barabara ya kupita Meru Mikinduri ambayo inaenda mpaka Maua pande hili. Hiyo vile vile mimi nilijenga. Niliweka hiyo. Okay? Kwa hakuna barabara Meru ambayo mimi sijui. Okay? Mambo ya maji tutaangalia, mambo ya irrigation pale inatakikana. Mlima Kenya East hiyo upande ile ambayo imekuwa iko na arid. Mimi najua ni ile ambayo ziko na arid, ambayo inataka maji zaidi. Tutafanya yale yote. Na kuna eneo ya nchi hii ambayo tutasahau kimaendeleo. Hatuwezi kusema ati tutaingia Mount Kenya West na tusahau Mount Kenya East. Yote yatakuwa ni moja kwa upande yangu. Last 9 years ile mingi zimeanzishiwa Meru zikakwama upande wa mabarabara. Ziko mingi zilianzishiwa lakini kidogo ni kama zimekwama. Ndio nasema kama kuna zingine ambazo zimekwama tutazianzisha. Wakati yetu ilikuwa hakuna kitu nakwama. Ilikuwa kila mradi tumeanza tunamaliza. Lakini sasa zingine imeanzwa na pesa imekuliwa pande ile nyingine, au deni liko kubwa pande hii. Sasa pesa inapelekwa pande ile na pesa inakwama hapa. Kandarasi alipwi, anakaa mwezi moja, mbili, mwezi ya tatu anafunga virago. Anatoka na amewacha hapo pending bills. Sasa hiyo ndio shida. Vizuri mimi nimefukua pale tayari, mimi najua shida na najua vile njia ya kutatua. Wakazi wa upande wa eneo bunge la Bori, sehemu ambayo ni Tonari. Wakazi upande wa Bori, eneo bunge la Bori, sehemu ambayo ni Tonari, wamekuwa na alama kwamba paka wapi? Bori Nari. Yeah. Wakazi wamekuwa na alama kwamba serikali imewatelekeza kwa sababu kuna mwanao ambao alipotea anaitwa Mwenda Bijiwe. Mpotea nini? Mwanao alipotea anaitwa Mwenda Bijiwe. Alikuwa mchanganuzi wa masuala ya kiusalama hapa nchini. Nafikiri unamfahamu. Ndio. Amepotea kwa kipindi cha miezi 6 hivi na serikali imenyamaza. Kuna kufuatilia ambayo inaendelea, wamepiga hondi kwa DCI wapate jibu. Wanaomba msaada wako. Wewe ukiwa katika nafasi ambayo uko nayo sasa hivi unaweza kusaidia vipi? Bwana Mziwe. Mziwe alikuwa rafiki yangu. Na kwanza mimi sana wakati aliaga. Na hiyo ni kitu kidogo kwa serikali. Ngoja hata wakati huu na Rais Uhuru ili aweze kusaidia. Hiyo ni sio kitu ambaye inawacha ingoje mpaka wakati mwingine baada ya uchaguzi. Inaweza kufanyika wakati huu. Na nitaongea na rais. Katika swala la usalama, tunaelewa kwamba katika hii period ya COVID kumekuwa na so many cases za mauaji ya vijana ya Wakenya na polisi. Na kumekuwa na hiyo issue kati ya polisi na wananchi. Je, wewe unaona tatizo liko wapi wakati katika huduma ambayo Wakenya wanapata kutoka kwa maafisa wa polisi? Na iwapo Wakenya watakupea uongozi wa
hili taifa. Ni masuala yapi ambayo unapania maybe kuhakikisha yameainishwa katika masuala ya usalama? Mimi nimeongea juu ya mambo ya police extrajudicial killings, na alafu na mambo ya polisi wenyewe sangine kuingia kwa na kunyanyasa wananchi, hata wakati mwingine sasa wanapoteza maisha. Kama juzi hii ya Embu pale ambayo vijana waliuawa ati walikuwa wamekiuka ile sheria ya curfew. Ni kitu ya kuhuzunisha. Hatutaki kuona kama Wakenya wanapoteza maisha yao mikononi ya walinzi wa sheria ambayo wamepewa fursa ya kulinda wananchi. Tunataka kuona kama polisi wanafanya kazi yao vilivyo. Nimesema mara mingi wa polisi wetu wengine wanataka mafunzo, wafundishwe njia ya kulinda wananchi. Lakini kwa upande mwingine polisi wengine wanafanya kazi mzuri, tena muhimu zaidi, na wanaweka maisha yao hatarini wakiwa wanafanya kazi. Wengine wanawawa wakifanya kazi yao hii ya ulinzi, na hata hakuna yoyote kama ridhaa ambayo jamii yao wanapata baada ya wao kuwawa kijangili wakati wao wenyewe wanafanya kazi ya ulinzi. Hiyo vile vile sisi tutaangalia vile tunasaidia hawa mapolisi. Wanawake wengi wao wanafanya kazi yao vizuri kwa kulinda wananchi, lakini wengine wananyanyasa wananchi. Ndio sababu nimesema kila mara kwa mara ati polisi inatakana wawe watumishi, sio wawe watu ambao wanatisha wananchi. We need to have a police service, not a police force. We should convert this force into a service. Unaona wanasema utumishi kwa wote, lakini hii ni kasumba ambayo ilitoka kwa upande wa ukoloni, ambao wakati ile polisi walikuwa ni adui ya wananchi. Kazi yao ilikuwa ni kunyanyasa wananchi. Hiyo ilikuwa ni fanyika tu hapa kwa ukoloni, haifanyiki huko Ulaya. Nataka kuona kama polisi wanakuwa wangwana kama yule polisi wa Ulaya, ambao wanakuwa ni walinzi wa wananchi, sio wanakuwa ni bosses ya wananchi. Naam, asante. Majuzi tumeshuhudia chama chako cha ODM kikifanya mashauriano na chama cha PNU. Sijui kama kuna mkataba wowote wa utendakazi kabla na baada ya uchaguzi ambao umeweka, na vile vile Meru kule kuna chama cha Mbas kile ambacho kinazinduliwa hivi karibuni na Gavana Kiraitu Murungi. Sijui kama wewe kama kinara wa ODM utatoa mwaliko ili muweze kufanya mazungumzo na labda muweke mkataba wa utendakazi kabla ya na baada ya uchaguzi. Ndio, ni kweli kwamba chama chetu imefanya mazungumzo na chama cha PNU. Na sasa wako nafikiri karibu kufika mahali ambayo wataweza kufanya mkataba ya uhusiano. Sisi kama ODM tumesema tuko tayari kuhusiana na vyama vingine wakati huu wa uchaguzi, na tuko tayari kuongea na chama chochote. Nimeongea na Bwana Kiraitu, na lakini hatujaanza mazungumzo kamili kama chama na basi, lakini nafikiri itawezekana hapo mbeleni. Tuko vile na vijua na uhusiano na Jubilee, na hivi karibuni sisi tutaweka vile mkataba na Jubilee, na vyama vingine
sisi tuko tayari kushauriana na vyama vingine. Maana yake yale ambayo tunasema ili nilizindua azimio ya umoja kule Nakuru. Hiyo azimio ya umoja madhumuni yake ni kuleta Wakenya pamoja, ili Wakenya waweze kutembea kama kitu kimoja. Nataka kumaliza hii kasumba ya ubaguzi wa kikabila ambayo chanzo chake ililetwa hapa na Mwingereza na imezidi mpaka wakati huu. Wakati huu Wakenya wametengana kikabila. Kuna chuki mingi sana ndani ya taifa letu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu anabaguliwa ikiwa kama yeye anatafuta nafasi, kwa mfano kiajira, kikazi. Unaona kama mtu ameenda kufanya interview, sasa ile ambaye anataja jina yake, hiyo panel inajua tayari huyu mtu anaribu wakati yake hapa. Hapa hatutaki kabila hii au kabila hii. Na taifa ni moja. Sasa ile ambayo wanarogota ushuru kwa taifa letu, hakuna ubaguzi. Inachukuliwa kila kabila inachangia kwa hazina yetu. Lakini sasa nafasi ikifika ni mpaka hiyo kabila yangu. Hiyo kabila yangu. Hiyo ndio inaleta chuki kwa taifa letu ambayo mimi nataka kumaliza. Ili Wakenya waheshimiane, wapendane kama watu moja. Kwa sababu nimeanza hii azimio la umoja. Asante. Ukienda huko Meru kuna tofauti mingi sana ya kisiasa, na nimesoma kwa gazeti ya leo nikaona ya kwamba kuna tofauti kati ya watu wa upande wa Gavana Keritu Murungi according to the Nation ya siku ya leo na upande wa PNU wa Peter Munya. So upale Meru unaenda leo, nani amekukaribisha? Kwa sababu kuna wale wanasema, ukiangalia ukisoma utaona kama PNU inasema mkutano yao imekuwa hijacked, na upande mwingine ni kama wanaweza susia alafu wakuja kualika wakati mwingine. At the same time ukiangalia utaona wabunge wengi wa Meru wametangaza msimamo wao, wako upande wa UDA. Sijui kama kuna vile unaweza ongea na wao, ama umefikiria utaongea na wao rudi upande wako, ama utatafuta support nyingine bila kutumia hao wajumbe, kwa sababu ukiangalia ni kama mjumbe mmoja peke yake ametangaza msimamo ako upande wa baba. Kile iliyoko ni kwamba tuko katika demokrasia. Siwezi kulazimisha mbunge awe upande yangu. Mimi naongea na wananchi. Wananchi ndio mimi nataka sana, maana wao ndio wapigaji kura, sio mbunge. Mbunge wengine hawataweza rudi. Kila mara kwa mara 70% ya wabunge waende nyumbani. Kama mimi sitaki kutegemea wabunge, nataka kutegemea wananchi. Naenda kuongea na wananchi wa Meru na baadaye na wa Embu na wa Tharaka. Manake nitakuwa huko leo na kesho, alafu kesho kutwa tutakwenda kwa ile Mashujaa Day. Sasa kwa pande ya ndugu yangu, rafiki yangu Kiraitu na Munya, tumeongea na wao wote pamoja, na wote wawili watanilaki leo kule. Ile ujumbe ningependa kupeleka kwa watu wangu wa Meru. Mimi siji kama upande ya BAS au upande ya PNU. Nakuja kama mimi Raila Odinga. Hata sio kama ODM. Mimi nataka tuwache mambo hii tofauti yetu, ati nani yako na watu zaidi kushinda mwingine, nani ashangiliwe, nani apigiwe kelele. Mimi sitaki hiyo. Hiyo haisaidii. Hata kama wewe umpigie mtu kelele utamuua yeye. Kwa hivyo mimi sitaki kuona nani yako na watu zaidi kushinda watu wengine. Hapana. Nataka tu tuongee, tuwe na mjadala ya mimi nitawasikia na wao vile vile watanisikia. Na hiyo ndio mazungumzo tunataka kufanya. Asante waziri. Hii maneno ya kafyu kweli imetufinya. Najua viongozi wa kisiasa labda haijawafinya sana, sababu
zile vitu mingi katika that political sphere zinaendelea, lakini kwa wafanyabiashara hasa wa mahoteli, vilabu, matatu na tuseme sekta mingi za kiuchumi Kenya, na tunajua mnaongea kwa karibu na ndugu yako Rais Uhuru Kenyatta. Je, unafikiria ni wakati sasa kafyu iondolewe, uchumi ufunguliwe? Na kama hilo ndio, kama hao ndio maoni yako, umemshauri ndugu yako Rais Uhuru Kenyatta? Sababu huku nje kweli Wakenya wanalia. Asante. Mimi mwenyewe najua athari ambayo inatokana na kafyu kiuchumi. Maana yake mimi najua biashara mingi zinaumia, hasa wale ambao wako katika hospitality industries wako na shida mingi zaidi. Maana yake ikiwa umesema kafyu saa 4 inaonyesha kwamba mabasi na nini mpaka zifunge saa 2. Shida mingi zaidi. Lakini muhimu zaidi ni afya na maisha ya Wakenya. Kwanza, hiyo ni jukumu ya kwanza ya serikali, kulinda maisha ya Wakenya. Kwa hivyo hata Uhuru hafanyi hii kwa sababu yeye anapenda. Anapata ushauri kutoka kwa wataalamu, na wataalamu wanaangalia hali ya hii COVID iko namna gani, na inaemea namna gani, inaweza kuzuiliwa namna gani. Kwa sababu walileta hii mambo ya chanjo, watu wachanjwe ndio uchumi ifunguliwe. Sasa watu wengine wameleta porojo mingi ya kujaribu kuzuia watu wasiende kuchanjwa. Ati kama umechanjwa wewe utaweza kupata mimba, sijui ni mwanaume utakuwa hanisi na kadhalika. Sasa unajua watu sasa wengine wanaogopa kwenda kuchanjwa. Unaona kama kule bara Ulaya watu wameshachanjwa zaidi ya 50%, kama 80% wamefika. Wamefungua uchumi sasa. Angalia kama Uingereza, hakuna mambo ya kuvaa mask, watu wanavaa mask tena. Unaenda kwenye mpira, viwanja vinajaa na mashabiki, na nini, hakuna hata hivi social distancing. Watu sasa wanatembea, wanakata kwa underground trains na mabuses na kadhalika. Sasa Wakenya vile vile nawaambia wawe kama wazungu, waende wachanjwe ili uchumi ifunguliwe. Hata mimi mwenyewe ningependa kusema, nimeona wanasiasa wengine wanawake wanajua hiyo ni populist, wanasema uchumi ifunguliwe, uchumi ifunguliwe, na azungumzie wananchi waende wachanjwe. Mimi nasema nataka sasa rate ya infection imerudi chini. Niliona jana imefika 1.9. Kawaida inatakikana ikifika 3 point something na kwa sasa sawa, inaweza kufunguliwa. Lakini it must be sustainable ndio sasa ifunguliwe. Sasa mimi nitashauri Uhuru, angalia vile wataalamu wanasema, kama inaweza kufunguliwa afungulie au iregeshwe kidogo ili uchumi uweze kuendelea vizuri. Hiyo ingekuwa ni ushauri yangu. Kidogo. Asante mheshimiwa. Sasa wakati nilikuwa nakuja niliongea na wasee wawili watatu, kwa sababu wakati tulikutana na wewe nilikuwa 26 years. Tulikutana mkiwa na mheshimiwa Paul hapo, alikuwa amechapwa, sijui alikuwa amefanya nini huko Embu, lakini wakati niliongea uliniambia nataka mtu anaongea kama wewe tuingie kwa ile gari. So tukaenda, wakati huo nikakwambia mimi ni maskini lakini nikipata ticket naweza pita. Ukanipea ticket, si kwenda kwa nominations, nikaenda nikakuwa councillor. Kwa ile county council ya Meru tulikuwa tunapata 7,700 na nikitoka tulipata 11,269. So nasema nini? Sisi wale ambao tulikuwa former councillors, wale watu wako huko ni maskini sana. Na tumeongea tukafanya mpango yetu mpaka tukaambiwa tutalipwa 3.1 million. Alafu vile mambo ilienda sijui, ikafika kwa ofisi ya rais tukaambiwa kama mimi ni serve one term ni 200,000.
wale wasee wamenituma wakaniambia ukienda kwa baba, kwa sababu wewe peke, mimi na yule mwingine alikuwa anaitwa Mwathe huko yake ndio tulikuwa wawili wa NDP, nikija kwako nikwambia kwa niaba ya wale wasee, kwa sababu wako na shinda, uende uongee na rais uambie ile pesa tulikuwa tumeidiwa 3.1 million tupewe, alafu sisi wengine tuweze kupata ya kunyoa ndevu, kwa sababu hao watu wako na shida. Ukiangalia mimi niko na ndevu na niko kwa mshahara, lakini wale wako huko hata nywele wataweza kunyoa. Ya mwisho, nimeona umeingia kwa huyu Mokami wa Kimathi na nikashukuru sana, lakini Meru tuko na watu wa Maumau. In fact kama historia inaandikwa tena, Meru ndiye alikuwa mtu ya kwanza, alafu hao wengine walikuwa namba 2, lakini sijui nani aliandika ikasema Meru ni kama patikana kwa Maumau. Tumekuwa na bibi ya Vaimungi amekufa, amekuja hapa bunge kuteta akakufa, alikufa tu akiwa maskini. Tuko na mtu anaitwa Kibaru, tuko na Kinagashieta, tuko na watu wengi. Sijui hao viongozi wamekualika Meru kama, kwa sababu tunaenda siku ya mashujaa, kama kuna mboma watakupeleka kwa watu wa Maumau. Ya mwisho kabisa, huyu kijana anaomba tiketi ya ODM bila ulinipea. Mimi sasa nimefika kwa SK, nimetosheka, sitaki siasa siku nyingine, lakini yeye anataka kiti ya boli. Ameniambia ongea na baba, si unaona mtoto yangu nime first born, kama sijui kama nasempea ODM bila ulinipea wakati huo. Asante. Sawa. Ni kweli kwamba nilikupatia wewe ticket direct. Hata Mpuru Aburi nilianza naye kama kansela, na baadaye sasa akakuja mpaka kwa bunge. Sasa ako na chama chake ya NUPEU ambaye najua yanavuma sana huko. Mpuru ni rafiki yangu na najua hata yeye ako na station yake ya radio, na hata kweko hata ukata yeye vile vile tunashirikiana pamoja na yeye. Hii mambo ya ex-councillors nimesikia mara mingi sana. Kile eneo nikienda wanakuja hapo. Ukweli ya mambo ni kwamba wakati ule hakukuwa na hii mambo ya rupurupu hizi. Manake wale councillors walikuwa ni part time, walikuwa napewa tu ile sitting allowances wakati ile. Tulikuwa hatujaleta ile devolution kama tumeleta sasa hii ya MCAs. Lakini ikiwa ni one off payment, vile walifanya kwa, na Rais Uhuru alikuwa amekubali. Nitamshauri tena hakikisha tafute, ingawaje uchumi yuko mbaya wakati huu unajua, lakini Waswahili husema ati jungu kuu alikosi ukoko. Nitamwambia tafute ukoko wapatie hawa madiwani. Upande ya Mama Mau, hata jana niliongea juu ya hii mambo, mpaka wakaniambia mimi Mama Mau wako na shamba lingine huko upande ya Laikipia ambao wameidentify, umechangia shilingi milioni 60, wanataka kununua ekari ya 12,000. Sasa wamepungukiwa na pesa ya kununua hiyo, na nimewambia mimi nitaongea na Rais Uhuru aweze kuwasaidia kununua hiyo. Najua katika hiyo vita, najua ilikuwa ni Mlima Kenya yote. Najua Wameru walishiriki sana, umetaja Baimungi na ni wengine wengi, walikuwa wengi ambao walishiriki katika harakati ya ukombozi. Juzi mimi nilitoa ile pass bana inaitwa Kikuyu Meru Embu pass or permit, ambayo ilikuwa kama wewe huko naye uweze kutembea kutoka eneo moja mpaka eneo lingine. Manake hali ya hatari ilikuwa imetangazwa katika eneo hii yote ya Mlima Kenya. Sasa tulisema tunajua vile watu eneo hiyo walichangia kwa vita ya ukombozi ya kwanza ya Kenya, na mpaka wakumbukwe. Vile uliona nimeenda kuona Mama Mkami jana. Tunataka Wakenya tujue tumetoka wapi. Hakuna nchi ambayo inaweza kuendelea vizuri
kama mnasahau kule tumetoka na tuko wapi, nataka kuelekea wapi. Hiyo ndio mimi naambia wa Kenya, sababu unasikia kila mara nasema kumepambauka. Harakati ya ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ukombozi ya pili imeleta katiba mpya. Watu wengi hawaelewi hii katiba sasa. Vijana wengi wanaona wako na uhuru ya kunena, mahakama wako na uhuru ya kusema vile wanavyosema, unaweza hata kupinga amri ya rais. Haikukuza bure. Hii ni sababu sisi tumekaa kizuizini huko jela miaka 9 ili hii harakati ya pili, ili uhuru ya pili kuje, mambo ya demokrasia, katiba mpya. Sasa nasema harakati ya tatu ya ukombozi ya tatu ni ya uchumi, economic revolution, to transform Kenya into a middle income economy. Vile waanzilishwa taifa letu walikuwa wanataka, ati plenty be found within our borders, a prosperous nation where people don't sleep hungry, where children have go to school, where people don't sleep on the streets, shelter, and where people, when they're sick, get proper medical attention. Hii in the society tunataka kujenga kwa taifa hili. And that's why I'm talking about the third and the last revolution, the economic revolution of Kenya. Mheshimiwa, kabla tufunge leo kidogo na kufahamishwa kwamba kuna hali ya kuchanganyikiwa kwa umati ambao unakusubiri kwa upande wa Meru. Manake wajui unaanzia wapi, unamalizia wapi, mida saa ngapi. Kwa hivyo ungefafanua kidogo tu ni kwa sawa. Program yangu mimi natoka hapa saa 4 naelekea Maua. Kutoka Maua hapo salimu watu Maua, nitapita tusalimu watu maili 3. Kutoka hapo nitaenda mpaka Lare. Kutoka Lare nitarudi mpaka Kianjai. Kutoka Kianjai nitaenda Mudhara. Kutoka Mudhara nitaenda nitakuja Kangeta. Kutoka Kangeta nitaenda Mudhara. Kutoka Mudhara nitaenda Kianjai. Kutoka Kianjai nitaenda Makutano. Kisha mambo yangu. Nalala hapo. Kesho nitapitia Kariene, Mkubu, nikielekea Chuka. Nitakuwa na mkutano Chuka na madelegates kutoka Embu, Meru na Tharaka Nithi hapo Chuka. Kisha nitasalimu watu hapo Chuka, nitateremka nikaenda Runyenjes, nitasalimu watu Runyenjes hapo, baadaye nitaingia Meru town, Embu town, salimu watu, kisha mimi nitalala mahali ingine hapo. Alafu kesho kutwa tutakuwa huko Kirinyaga kwa Mashujaa Day. Hiyo ndio mpango yangu. Asante baba, tunaomba tukupe muda kidogo upunge hewa alafu tuarejea kulingana na vile tumeambiwa na management. Others tunashukuru sana kwa kutupa na kutuinvite kutuhost. Yes. Unapoenda Meru tunakuombea mema na watu wa Meru wanakungoja zaidi. Asante sana. Asante. Shukran. Thank you. Break, and as you were saying, you're welcome to Meru, and maybe before you land to Meru, you can maybe give our audience the final message. I'm sure they're waiting for you in large numbers, and maybe the closing remarks from your end. Thank you. I'm happy to go back to Meru today. The last time we were there was when we were marketing BBI.
And then after that, of course, the COVID. Actually, COVID started immediately after the Meru rally. And that has actually restricted our movement, not only to Meru, but throughout the rest of the country. I'm happy I'm going there. There are still restrictions today, therefore we cannot have open public rallies. What we are doing is basically meeting the people and greeting them as we move along. So we are not going to have formal rallies anywhere at all. My message is that kumepambauka, kumekucha, harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya imeanza. Harakati ya kwanza ilileta uhuru, ya pili ikaleta katiba mpya, ya tatu ni ya uchumi, ili tuweze kutekeleza matakwa ya waanzilishi wa taifa letu, ambayo inasema kwa wimbo wetu wa taifa na kwa kimombo, God bless this land of ours. Justice be our shield and defender. May we dwell in unity, peace and liberty. Plenty be found within our borders. That means a God-fearing nation. Secondly, justice can only be a shield and defender in a democracy, a democratic state. Third, may we dwell in unity, peace and liberty. A united country, meaning unity means that there are no discrimination on the basis of tribe, religion, or gender. Okay? Peace. Peace is not just the absence of war, because a hungry person is an angry person. So it means somebody who has shelter, who has food, and who has education, and who has good health. Finally, it says plenty be found within our borders. That plenty was not going to drop like manna from heaven. That plenty was going to be created through the sweat and toil of the people of Kenya. So we need to create an enabling environment for Kenyans to be engaged meaningfully in productivity. That is what we are talking about. That is why we are talking about the third and final revolution, the economic revolution of Kenya. And this is my message today, the Meru people. Kusema, kumepambauka, kumekusha, jogoo shawika mara tatu, amkeni tuende kazi. Asanteni sana. Awesome, thank you. Thank you.